Spirit Radio, the voice of the Father here on earth. Wazo la Mungu Baba, mahali pa kufunuliwa kusudi lako, ndani ya ufalme, ndani ya uwana. Si kujifunza tu, bali kukumbuka wewe ni nani, mwana wa Mungu. Kipindi ni Wazo la Mungu Baba. Yes, ni Jumatatu nyingine tena, Jumatatu yenye baraka, Jumatatu yenye furaha, majira haya ya saa 6 kamili mchana. Kipindi ni Wazo la Mungu Baba. Kwa tumeona kwamba kumbe tunapojifunza kwa habari ya ufalme, tunajifunza kwa habari ya mfumo. Na unapozungumzia mfumo wa kitu au wa jambo, ni namna kitu kinavyojiendesha au namna kitu kinavyofanya kazi. Kwa jambo hili linatupatia kuweza kufahamu kwamba maisha ndani ya ufalme wa Mungu sio maisha ya kuhangaika, sio maisha ya kutoka jasho, bali ni maisha ya kufurahia utajiri wote wa baraka zote ambazo Mungu Baba yetu ametuandalia katika Kristo, kama ambavyo Yesu Kristo alipokuwa akiwafundisha wanafunzi wake kwa njia ya mfano. Mmoja aliwaambia kutoka kwenye kile kitabu cha Mathayo 25:34 kwamba nikinukuu, inasema kwamba ndipo mfalme atawaambia wale walioko upande wake wa kuume, njooni ninyi mliobarikiwa na Mungu Baba yangu, urithini ufalme ulioandaliwa kwa ajili yenu tangu kuumbwa kwa dunia. Na hapo tukiruhusu Biblia ilitafsiri yenyewe, kwa sababu huwa tutumia akili yetu kuelezea neno la ufalme, neno la Elohim. Kwa hiyo Biblia ya Mathayo 25 ambayo Yesu alitumia mfano, tunaanza kuona hapo inagusa nyakati tofauti. Alikuwa anaelezea kitu ambacho kilikuwa tangu mwanzo, alikuwa anaelezea yeye alikuja kwa sababu gani, lakini pia alikuwa anaelezea kitu cha baadaye, maana yake baada ya kazi kamilifu ya msalabani, ambapo hii tunaanza kuiona kwenye kitabu cha Ufunuo sura ya 5 mstari wa 9 na wa 10. Anatupa jibu ya kile ambacho Yesu alikuwa anazungumzia hapo. Ukisoma kwa tafsiri ya KV, nitanukuu, tusome pamoja nami msikilizaji wangu. Biblia inasema, nao waimba wimbo mpya wakisema, wastahili wewe kukitwaa hicho kitabu na kuzifungua muhuri zake, kuwa ulichinjwa ukamnunulia Mungu kwa damu yako watu wa kila kabila, watu wa kila lugha na jamaa na taifa, ukawafanya kuwa ufalme na makuhani kwa Mungu wetu, nao wanamiliki juu ya nchi. Wao, habari njema ni kwamba kupitia Yesu Kristo na kazi yake kamilifu ya msalabani, leo hii Mungu amejipatia watu wa kila aina, watu wa kila lugha, watu wa kila taifa, watu wa kila jamaa. Wazungu wapo, wa Afrika tupo, wa China wapo. Hawa watu wote hawa Mungu amejipatia, na hawa watu wanasema amewafanya kuwa ufalme wake. Kwa mimi na wewe ambao tumepokea neema hii ya kumwamini Yesu Kristo na kazi yake kamilifu ya msalabani, leo hii tumefanyika kuwa ufalme wa Mungu hapa duniani. Leo hii tumefanyika kuwa makuhani wa Mungu hapa duniani. Na Biblia inatuambia kwamba tunamiliki juu ya nchi sasa hapa duniani. Kwa hiyo ni kwamba hatusubiri tena baada ya maisha haya tukasema kwamba hapa tukishapumzika na Bwana, basi ufalme unaokuja ndio tuje kutawala pamoja na Kristo. Hapana. Leo hii mimi na wewe ambao tumekubali kupokea neema hii ya kuzaliwa ndani ya ufalme wa Mungu, sisi ni ufalme wa Mungu hapa duniani. Sisi ni makuhani wa Mungu hapa duniani. Na sio mzee Yohana tu amezungumzia hii. Hii tunaiona sehemu tofauti. Roho Mtakatifu anawatumia wana tofauti kwa ajili ya kuelezea. Mtume Petro kupitia kitabu chake cha waraka wa kwanza wa Petro 2:9 kwa tafsiri ya KB. Sogea haraka ndugu msikilizaji wangu, tusome pamoja. Na kama umefika basi tunasoma. Inasema, lakini ninyi ni taifa lililochaguliwa, ufalme wa makuhani, taifa takatifu la Elohim, mlioitwa ili kutangaza sifa zake yeye aliyewaita kutoka gizani paingie katika nuru yake ya ajabu. Kwa tunaanza kuona kile ambacho tumekiona tunafunuliwa kwenye kitabu cha Ufunuo, ndicho ambacho tunafunuliwa tena hapa. Kwa Mungu ametufanya sisi kuwa taifa lake takatifu, tumechaguliwa, tumefanyika kuwa makuhani wake ambao tunatangaza sifa zake. Yeye Mungu aliyetuita kutoka katika ufalme wa giza ametuingiza katika nuru yake ya ajabu.
tumeona wazo hili mtiririko huu wa Agano Jipya hata pia unaonekana katika Agano la Kale. Tunaona ukisoma kwenye kitabu cha Zaburi, ya 115 mstari wa 15 mpaka 16, na mbarikiwe ninyi na Bwana aliyezifanya mbingu na nchi. Mbingu ni mbingu za Bwana, bali nchi amewapa wanadamu. Ametupa wanadamu kufanya nini? Tuweze kumiliki na kutawala pamoja naye hapa duniani. Na hivi pia Musa anatufunulia wazo hili baada ya kutoka utumwani Misri, wakiwa anaelekea Kanaani. Mungu anaendelea kulifunua wazo lake kutoka kwenye kitabu cha Kutoka sura ya 19 mstari wa 6. Tafsiri ya KB nayo inasema, ninyi mtakuwa kwangu ufalme wa makuhani na taifa takatifu. Haya ndiyo maneno utakayosema kwa wana wa Israeli. Kwa tumeona Agano Jipya, Yesu Kristo ametufunulia hili jambo. Baada ya kazi kamilifu tumeona hili jambo. Kwa kina mfalme Daudi, Mungu bado alikuwa anafunua wazo lake la ufalme. Kwa taifa la Israeli baada ya kutoka utumwani, Mungu alikuwa anaendelea kufunua wazo lake la ufalme. Na hata ukirudi mwanzo wa mambo yote, kile kitabu cha Mwanzo sura ya 1 mstari wa 26, nitaunakili kwa tafsiri ya KB ili uelewe kwamba sio wazo ambalo Mungu alikurupuka. Ni wazo ambalo ulikuwa na mtiririko wa mawazo tangu mwanzo mpaka ufunuo, ulikuwa ni ujumbe mmoja tu. Biblia inasema kwa tafsiri ya KB, Elohim akasema, na tumfanye Adam kwa asili au taswira au nakala yetu, sawa sawa kama sisi tulivyo, ili awe mtawala wa kifalme wa samaki wa baharini na ndege wa angani na wanyama na dunia yote pia na kila chenye kutambaa juu ya nchi. Kwa tunaona imeturejesha tangu mwanzo, wazo la Mungu lilikuwa ni ufalme, na huo mtiririko wa mawazo tunauona kwenye nyakati zote mpaka Yesu alipokuja hapa duniani, mpaka baada ya kazi kamilifu ya msalabani, na mpaka sasa kwa mimi na wewe ndugu msikilizaji, wazo la Mungu limebaki vile vile, ni la ufalme hapa duniani. Yes, kama ambavyo pia tumeona kutoka kwenye Mathayo ile 25 mstari wa 34. Na mimi napenda kushauri mwana wa Mungu kwamba kupitia Biblia yako pia uende pia urejee na kuangalia, kwa sababu dhumuni ya kukupitisha kwenye hayo maeneo yote ili kukuonesha kwamba hakika wazo la Mungu Baba tangu mwanzo ilikuwa ni ufalme, na wala dhambi halikuweza kubadilisha mawazo ya Mungu juu ya mwanadamu. Na ndio maana hata dhambi ilipoinuka halikuweza kuizuia kwamba wazo la Mungu kabla ya hapo lilikuwa ufalme. Na hata baada ya dhambi bado Mungu aliendelea kuhubiri kwamba wazo lake ni wazo la nini? La ufalme. Na ndio maana kiangalia kwamba kutoka kwenye hiyo ambayo tumeiona Mwanzo 1:26 tunaona kwamba tangu mwanzo kabisa Mungu alipomuumba Adamu alimpatia nini? Ufalme. Na hii tutakuja kuiona vizuri sana baadaye tutakapoanza kuzungumza kuziangalia hizi picha ambazo picha zilizokuwa zikifunua kwamba wazo kuu la Mungu tangu mwanzo ilikuwa ni ufalme. Mungu alimpatia Adamu mamlaka ya kutawala, na kwa sababu unapozungumzia ufalme pia unazungumzia pamoja na nini? Na mamlaka. Kama tangu mwanzo tulisema kwamba ukishindwa kuelewa ufalme utashindwa kuelewa utambulisho wako, utashindwa kuelewa mamlaka ulionayo wapi juu ya nchi, ambapo kama ambavyo tumeona pia hata Daudi alivyotuambia kwamba mbingu ni mbingu za Bwana, lakini dunia amempa nani? Mwanadamu, ili aweze kufanya nini? Aweze kutawala. Huwezi ukatawala pasipo kuifahamu nini? Asili yako. Kwa jambo hili linatufanya tuendelee kwamba kuimarishwa kwa kufahamu kwamba tangu mwanzo mwanadamu hatukuumbiwa au kufungwa katika dini, sababu dini umekuwa ni mchakato wa mwanadamu kumtafuta Mungu. Lakini tunapozungumzia mchakato wa Mungu kumuimarisha au kumthibitisha mwanadamu, tunazungumzia habari ya ufalme, na wokovu imekuwa tu ni njia ya kuturejesha tuje tuishi wazo kuu la Mungu la tangu mwanzo la nini? La ufalme. Na ndio maana leo hii kuokoka sio mwisho, kwamba leo hii nimeokoka basi ndio mwisho, unasubiri kwamba basi ujio wa mara ya pili wa Bwana wetu Yesu Kristo. Wokovu imekuwa ni daraja la kutupeleka kwenye kipaumbele cha Mungu cha kuweza kuishi hayo maisha wapi? Hapa duniani. Kwa haukuambiwa kufungwa katika dini, haukuambiwa kufungwa katika kanisa, wala kufungwa katika kabila, bali tumeitwa kuishi maisha ya ufalme. Tunatakiwa tuishi kuwa wakalimani wa nini? Wasili za ufalme wa Mungu wapi?
hapa duniani, kwa sababu wazo kuu la Mungu tangu mwanzo ni ufalme. Maisha yetu yanatakiwa ni ufalme, kufikiri kwetu yanatakiwa kuwa ni ufalme, kutawala kwetu yanatakiwa ni ufalme. Wow. Kwa habari njema ni kwamba tunapojifunza kuhusu habari za ufalme wa Mungu, hii tunakwenda kuangalia ndani kabisa moyo wa Mungu, wazo lake lilikuwa ni nini. Ndio maana tunafunua ndani ya moyo wa Mungu Baba, manake zaidi ya dini inachozungumza, zaidi ya watu wanavyosema, hivi tunakwenda kuangalia wazo la Mungu aliokuwa nalo kwa mwanadamu. Kwa tumeona kwamba hapo tangu mwanzo sisi hatukuumbwa kwa ajili ya kuwepo katika dini fulani. Hiyo usifie dini, msikilizaji wangu. Ukafikiri kwamba ukafikiri kwamba basi Yesu akirudi mara ya pili akanipongeza kwa kufia dini yangu. Hapana. Umeitwa kwa ajili ya ufalme, umeitwa kwa ajili ya kufunua ufalme wa Mungu uweze kuwepo hapa duniani, ili kila mmoja aweze kufahamu, kama ambavyo Mungu mwenyewe kwenye hiyo Mwanzo 1:26 aliamua kutumia sheria ya kipaumbele ili kuweza kufunua wazo la ufalme hapa duniani. Na tunaona alianza na mwanadamu wa kwanza ambao ni Adam, akamfunulia kipaumbele chake cha ufalme ili kupitia Adam kila mmoja aweze kufunuliwa wazo hili la ufalme. Kwa Mungu alianza kumhubiria Adam. Baada ya kumhubiria, alimtaka huyu mwanadamu aweze kulielewa ili wazo lake la ufalme. Baada hapo aweze kulifunua kwa watu wengine, watu waweze kuona namna ambavyo Mungu anavyofanya kazi pamoja na Adamu hapa duniani. Na ndio ilikuwa wazo lake la kumweka Mwanzo 1:26 mpaka 28, wazo la kumpatia mamlaka ya kuzaa, mamlaka ya kuongezeka, mamlaka ya kujaa juu ya nchi, mamlaka ya kutiisha na kutawala. Nini maana tawala? Kupitia wazo hili la ufalme, akilifunua watu wengine waweze kuzaliwa ndani ya ufalme. Yes. Penzi msikilizaji wetu wa redio yako pendwa ya Sonship Spirit Digital Radio, kwamba baada ya vitu hivi vyote nini kilitokea? Adamu bado alishindwa kuelewa kipaumbele cha Mungu, na matokeo yake alipoteza mamlaka yake. Na baada ya kupoteza mamlaka, ndipo shetani akapata nafasi ya kuweza kutawala wapi? Juu ya nchi. Lakini bado hata baada ya mwanadamu kuanguka, bado Mungu hakuacha wazo lake la ufalme. Bado Mungu alianza kufunua wazo lake hatua kwa hatua. Bado Mungu aliendelea kuhubiri juu ya wana na taifa lake. Na kwa wale ambao katika kipindi hicho walielewa wazo hili kwa nafasi, waliweza kuishi. Na Mungu alitumia vitu mbalimbali ambavyo alivihubiri kupitia ili kufunua wazo lake. Tunaliona alianza kuhubiri kwa Abraham, kaja akahubiri kwa Isaka, kaja akahubiri kwa Yakobo, akahubiri kupitia Israeli, akahubiri kupitia sheria na manabii, lakini pia kupitia lugha na picha mbalimbali kama vile Edeni, safina, Kanani, Gosheni, hema, hekalu, mimea, majina ya watu, vitu mbalimbali na mazingira tofauti ambavyo mpaka ujio wa Yesu Kristo pia alipokuja naye anakuja kutufundisha na kutufunulia kwamba kumbe katika hayo maeneo yote Mungu alikuwa akihubiri. Na nafikiri haya maeneo itabidi tuje katika kipindi kinachofuata, tutaanza kufunua katika kutoka eneo moja kwenda eneo jingine, kuonesha kwamba ni kwa namna gani tunasema ilifunua ufalme. Na katika kipindi kinachofuata tutakuangazia kwamba kujua kwanza kwa nini ufalme wa Mungu. Ufalme wa Mungu ni upi? Na kama ambavyo tumeona kwamba kutoka Ufunuo mpaka tumeenda mpaka Mwanzo, tumeona wazo la ufalme wa Mungu. Wazo la Mungu Baba au kipaumbele chake kilikuwa ni nini? Ni ufalme. Je, kutoka hapo tumesema pia kuna picha mbalimbali ambazo alikuwa akiendelea kurudia. Kwa ndugu mpenzi msikilizaji wetu wa redio yako pendwa ya Sonship Spirit Digital Radio, kipindi ni wazo la Mungu Baba. Usikose katika kipindi kinachofuata ambacho tutakuonyesha kwa undani kutoka picha moja hadi picha nyingine ambazo zilikuwa zikifunua kwamba ili wazo la ufalme, na katika kila picha itafunua nini uliokuwa kusudi la Mungu. Kwa nini tunatakiwa tuelewe hicho kitu? Kwa nini tunatakiwa tuelewe habari hizi za ufalme? Naam. Kwa hiyo tukiweka kwa summary vitu ambavyo tumeangalia kwa siku hii ya kwanza, tumeangalia kwa habari ya kipaumbele. Tumesema tutafunua usuli na nadharia ya ufalme wa Mungu kwa kutumia sheria na kanuni ya kipaumbele. Kwa tumeangalia kwamba Mungu ni Mungu
wa kipaumbele. Kwa baada ya kufahamu kipaumbele cha Mungu, basi hapo, ndugu msikilizaji wangu, naamini hata wewe utakuwa na swali ambalo umejiuliza. Je, maisha yako unayoishi sasa unaishi kipaumbele cha Mungu cha ufalme hapa duniani? Nadhani utatuandikia hapa katika Sonship Spirit Digital Radio, nasi tutasoma pamoja na wewe. Kwa tumeshaangalia kipaumbele cha ufalme wa Mungu juu ya mwanadamu, tumeshakiona hapo, lakini pia tumeangalia kwamba kupitia Kristo Yesu sasa tunaishi huo ufalme. Ufalme sio hadithi tena, ufalme sio nadharia, ufalme sio wazo la baadaye, ufalme ni sasa. Kama ambavyo mwalimu hapa ametoka kuzungumza hapo, kama tutakuja kuangalia kwa undani nini maana ya ufalme, ninaamini maswali ambayo tumeyaacha kwako utakuwa unaendelea kujiuliza, na bado tuko pamoja. Sisi tunakushukuru sana wewe uliokuwa pamoja nasi kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Tunaamini umeendelea kuthibitishwa na kufunuliwa wazo hili la Mungu Baba juu yako na juu ya kila eneo ulilopo. Amina. Tunakutamkia kuwa macho ya mioyo yako yatiwe nuru, roho ya neema, hekima, maarifa, ufunuo, mamlaka na nguvu endelee kukufunulia na kukuthibitisha katika ufahamu wa kweli hii ya kipaumbele cha Mungu Baba hapa duniani. In Jesus name. Amen. Nasi tukutakie wiki njema, tukutakie usikilizaji mwema wa vipindi vingine vya Sonship Spirit Digital Radio, lakini pia vipindi vingine unaweza kutazama katika Sonship Spirit TV. Tunaendelea kupatikana katika YouTube channel zetu. Furahie upendo wa Mungu Baba, furahia sauti hii ya Mungu Baba hapa duniani. Yes, kipindi ni wazo la Mungu Baba. Radio yako pendwa ni Sonship Spirit Digital Radio. Hadi Jumatatu ijayo saa 6 kamili mchana. Usisahau kumshirikisha mwana na ukuhani mwenzako kwamba sikose kipindi kijacho. Shalom, shalom. Bye bye. Kipindi ni kila siku ya Jumatatu saa 6 kamili mchana. Ufunuo wa moyo wake, utambulisho ndani ya Kristo mwana wa Mungu. Unasikiliza Sonship Spirit Digital Radio. Ufalme ndani yako, maisha yakidhihirika, hiki ni wazo la Mungu Baba. Unasikiliza Sonship Spirit Digital Radio, sauti ya Mungu Baba duniani kote.